Kuna story ya mshikaji mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Ehsan, na huyu mshikaji kwa sasa amekuwa ni mtu ambaye hajiwezi kabisa hata kupiga mswaki ama kuoga. Amekuwa ni mtu ambaye anaogeshwa, na haya mambo yote sio kwa ajili ya kimahaba, bali ni kwa maradhi ama magonjwa ambayo yamekuwa yakimsumbua huyu mshikaji, na amekuwa hata miguu yake imeshindwa kabisa kufanya kazi pamoja na mikono. Na kwa sasa alikuwa anasaidiwa na mwanadada mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Sofia, mwanadada mpole na mtulivu kulikweli. Na huyu mshikaji amekuwa anaongoza kipindi cha redio kwa sasa, na amekuwa na mashabiki wengi sana ambao wamekuwa wakifuatilia kipindi chake na wamekuwa wakikipenda, na walikuwa wakitoa shuhuda mbalimbali kwa usaidizi ambao waliupata kutoka kwa huyu mshikaji, wengine hadi kufikia hatua ya kuunganisha familia ni kupitia msaada wa huyu mshikaji. Lakini nyuma ya kamera huyu mshikaji amekuwa na mambo mengi na machungu ama maumivu ambayo akiyapitia kutokana na maradhi pamoja na magonjwa ambayo yamekuwa yakimsumbua huyu mshikaji, pamoja na kushindwa kufanya vitu vyake mwenyewe bali kwa kutegemea msaada kutoka kwa watu wengine. Na siku ya leo anaamua kumuita mwanasheria wake na kumwambia hakika anahitaji kutuma ombi mahakamani kwa ajili ya kwamba mahakama imruhusu aweze kutoa uhai wake kwa heshima, awe ni hatari. Na huyu mshikaji akawa ni mtu ambaye anatamani kabisa kupoteza maisha na kuenda kuishi maisha mengine tofauti na haya duniani. Hebu tuone ilikuwaje. Huyu mshikaji bana alikuwa ni mtu wa mazinga ombwe, yani mtu wa magician, na alikuwa anafanya mazinga ombwe, na alikuwa kwa kipindi hiki alikuwa ni mtu hatari. Alikuwa anafanya vitu ambavyo vilifanya watu wavutiwe na kupenda sana kazi yake ambayo alikuwa akifanya huyu mshikaji. Na kama unavyojua katika riziki ama katika kutafuta ugali hakukosi watu ambao ni wapinzani. Mshikaji mmoja ambaye alikuwa ni mpinzani wake anaamua kufanya triki ambayo ilisababisha mshikaji kupata bonge la ajali ile mbaya kinoma, na mshikaji akawa ameumia. Na toka kipindi hicho mshikaji akawa amepata hali ambayo yuko nayo kwa sasa, awe ni hatari. Na huyu mshikaji kwa sasa aliamua kupeleka ombi lake mahakamani kwa ajili ya mahakama imruhusu yeye mwenyewe kuweza kutoa uhai wake kwa heshima. Lakini hakimu akawa amefunga jalada na kutupilia mbali ili shauri na kusema hilo jambo haliwezekani. Hata kwa mwanadada ambaye anafahamika kwa jina la Sofia, naye akawa amekasirika na kumwambia hakika hilo jambo mimi sijapendezwa nalo. Nao kwa mashabiki ambao walikuwa wakimsupport katika kipindi chake cha redio, nao wakawa hawajapendezwa na hilo jambo, na wengi wakawa wanalalamika na kumwambia hakika mshikaji upasi kufanya jambo kama hilo. Hata viongozi wa dini wakamfuata na kumwambia mshikaji hakika hutakiwi kufanya jambo kama hilo, na uhai ni zawadi pekee ambao umebarikiwa na Mwenyezi Mungu, hivyo upaswi kabisa kuikatisha. Lakini mshikaji aliendelea kuweka msimamo wake na kuamini ya kwamba kama ni haki kuishi, na pia yeye anaona ni haki pia kwa yeye mwenyewe kupoteza maisha. Siku moja anatembelewa na kijana mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Omar, na huyu mshikaji alikuwa ni kijana ambaye ana passion na kijana ambaye alikuwa na malengo akitaka kuwa magician kama alivyokuwa mshikaji wetu Ehsan. Na mshikaji wetu akawa amempokea, na kijana Ehsan akawa amefurahia hili jambo la kupokelewa na huyu mshikaji, na akanatamani kujifunza vitu vingi zaidi na yeye aje kuwa magician mkubwa kama alivyokuwa Ehsan. Na mshikaji akawa amempokea kimoyo safi, na mwana mdogo akaendelea kufuatilia na kujua vitu vingi sana ambavyo alikuwa akivifanya huyu mshikaji, baadhi ya maonyesho. Hakika huyu mshikaji alikuwa anavutia na alikuwa anapendwa na mashabiki wengi kutokana na kile ambacho alikuwa anaendelea kufanya, kilikuwa kinawavutia watu wengi. Na huyu mshikaji kimtindo akaanza kuelewa na kuanza kupokea mafunzo mbalimbali kutoka kwa mshikaji ambaye anafahamika jina la Ehsan, na hili jambo likawa linamfurahisha sana bwana mdogo huyu ambaye anafahamika kwa jina la Omar. Kwa upande wa mwanadada Sofia, aliendelea kumjali na kumtunza huyu mshikaji kwa upendo wote, na hakika hata macho yake na sura yake viliendelea kuonyesha kama kuna jambo ambalo liko ndani kabisa ya moyo wake. Lakini siku moja alikuja mume wake na Sofia, na siku ya leo akawa ameleta vurugu kinoma katika nyumba ya mshikaji, na akamwambia huyu ni mke wangu na huyu ni mali yangu, na leo naondoka naye na hawezi kukaa hapa
kunihudumia na mimi mume wake nikiwa nyumbani. Kimtindo mshikaji akawa ameumia sana kwa mtu muhimu kuondoka katika nyumba yake. Lakini mama yake mzazi akawa amekuja na kumliwaza na kumpoza na kumwambia, kijana wangu usijali, mimi kama mama yako nitaendelea kukutunza na kukuthamini kama mwanangu, na hata ombi lako la kutoa uhai mimi hapa nitakusapoti mpaka litimie, aweni hatari. Pe maoni yako mdau, je, mwanamama alikuwa anapatia ama anakosea kwa mwanae? Na siku inayofuata bana, mshikaji akamifika mahakamani kwa ajili ya kufuatilia kesi yake ambayo ilikuwa inaendelea, ama shauri lake la kuomba mahakama imruhusu yeye kutoa uhai wake mwenyewe. Lakini mawakili wakawa wanabishana kwa hoja mbalimbali, lakini mwanadada naye akawa ameingilia kati na kusema hakika huyu mshikaji apewe ruksa ya kufanya jambo kama hilo kutokana na maisha ambayo ameyapitia zaidi ya miaka 14 na mateso ya kuishi kwa kutegemea msaada wa watu wengine. Lakini hakimu siku ya leo akawa ameahirisha kesi na kupangia tarehe nyingine. Lakini wadau mbalimbali wakawa wamejitokeza na kutoa maoni yao, wengine wakisema mshikaji yuko sahihi na wengine wakisema mshikaji hayuko sahihi. Je, vipi kwako wewe mshikaji? Una maoni gani kuhusu huyo mshikaji? Kwa upande wa hakimu, yeye aliamua kuleta daktari wa akili kwa ajili ya kumpima huyo mshikaji kama yuko sawa sawa kweli. Lakini baada ya vipimo kuonekana mshikaji yuko sawa sawa kiakili, kesi ikawa imeendelea, mashauri ikawa limeendelea ile mbaya, na kila wakili akawa anajaribu kujitetea kwa upande wake na kumtetea mshikaji, lakini kimtindo ngoma ikawa ni ngumu ile mbaya. Na siku ya leo hakimu akawa amesema kwamba uhai ni zawadi pekee ambayo binadamu yoyote hapaswi wala haruhusiwi kuitoa, na serikali haitakuwa tayari kuangalia raia wake akawa anafanya maamuzi kama hayo. Na mshikaji kimtindo akawa ameumia na kushindwa kuamini kwamba watu huenda hawaelewi maumivu ambayo amepitia ndani ya miaka 14 kwa kushindwa kufanya jambo lolote. Lakini siku ya leo binti ambaye tunafahamu kwa jina la Sofia, siku ya leo anakuja kumwambia kwamba mume wake ameshampatia talaka na sasa ni mwanamke ambaye yuko huru. Na siku ya leo binti anatoa ya moyoni na kusema kwamba yeye hii kazi ya kufanya tu kama muuguzi kama wauguzi wengine, bali alifanya kwa mapenzi ambayo ako nayo kwa mshikaji, na alitokea kumzimikia kwa kipindi kirefu. Na watu hawa wanakaa chini na kukubaliana, siku ya leo wanaamua kufunga ndoa. Watu hawa walikuwa wakipendana, lakini walikuwa tu hawajapatiana nafasi ya kuambiana ukweli. Na siku ya leo mshikaji akawa amefanya sherehe pamoja na sherehe ya kumuoa mwanamke Sofia, lakini pia siku ya leo aliweka maalum kwa ajili ya kuagana na ndugu zake, ambapo anaamini jambo lolote linaweza kutokea kwa sasa. Eza anaweza kupoteza maisha, na aliamua kufanya sherehe kwa ajili ya kuagana na ndugu zake kwa upendo na kwa amani, akiamini ya kwamba siku yote ana uwezo kupoteza maisha. Hakika histori imeniachia ama imenifundisha mambo mengi sana, lakini naomba ushare na mimi kupitia comment, uniambie umejifunza nini kupitia hii historia ya huyu mshikaji. Na huu ndo unakuwa mwisho wa movie yetu. Karibu like, comment na subscribe kwa ajili ya kujipatia kazi nyingine za moto moto.